Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili omba safari hii sehemu hii isikatwe. Katibu mkuu alisema mwaka jana kuna sehemu ilikatwa. Narudia, wadau muendelee kupunguza changamoto zilizopo katika sehemu zenu za kazi na muwe mnanipa taarifa ya kila hatua za utatuzi wa changamoto hizo. Pale ambapo mmeshindwa kupata utatuzi, leteni kwangu. Mimi nina matumaini makubwa kwamba hakuna hoja ambayo itatushinda. Tutaweza kuzitatua zote. Ni dhahiri kuwa hatua hii itaimarisha mshikamano na ushirikiano baina yetu serikali, waajiri na wafanyakazi kupitia vyama vyao. Nyote ni mashahidi wa nia na dhamira njema ya serikali kwa wafanyakazi wake. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha maslahi ya watumishi wake kwa namna mbalimbali, ikiwemo kulipa nyongeza ya mwaka ya mshahara, yani annual salary increment, kuwa na mfuko wa huduma ya afya kwa wafanyakazi wake, pamoja na kushughulikia marekebisho ya maslahi ya watumishi baada ya kuibuka kasoro za malipo yao kufuatia kuanza kutumika ongezeko la mishahara ya wafanyakazi. Imani yangu ni kuwa hatua hiyo imezidi kuchochea ari ya watumishi katika kada zote kutimiza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Ndugu viongozi, ndugu wafanyakazi, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine napenda kuwapongeza tena wafanyakazi wote nchini kwa kuadhimisha siku hii, na nawashukuru tena kwa mchango wenu katika ujenzi wa taifa letu. Natumia fursa hii kutoa pongezi kwa wafanyakazi bora ambao watatunukiwa vyeti maalumu na zawadi katika sherehe hizi za Mei Mosi mwaka huu. Hakika utaratibu huu unaongeza hamasa ya uwajibikaji na kuwapa ari wengine nao wajitahidi ili tuwazawadie katika miaka ijayo. Wito wangu kwenu wafanyakazi nyote, muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa bidii, maarifa, uadilifu na uzalendo, huku mkitanguliza maslahi ya taifa letu mbele. Nawapongeza kwa kauli mbiu ya mwaka huu ya mwaka 2025 inayosema, wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria, na tushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani. Wito wangu kwa vyama vya wafanyakazi, mshirikiane na serikali na waajiri ili kuhakikisha tunaongeza tija kwenye maeneo yetu ya kazi kwa manufaa ya taifa na kwenu wafanyakazi wenyewe. Kwa kuzingatia kuwa mwaka huu nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, na waomba wafanyakazi wote, viongozi, waajiri na wananchi kwa ujumla tushiriki kwa amani na tuheshimu sheria. Tuendelee kuwa walinzi wa amani yetu kama tunavyolinda maslahi yetu kazini. Naomba vyama vya wafanyakazi, waajiri na wafanyakazi wote kwa ujumla tushirikiane katika kuhamasisha, kuilinda na kuidumisha amani tulionayo, na tushiriki katika upigaji kura kwa usalama na utulivu. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii na tuendelee kujenga taifa lenye haki, usawa na maendeleo kwa maslahi na mustakabali mwema wa nchi yetu. Sasa, kabla sijahitimisha, kulikuwa kuna maombi yaliyotolewa. Nikianza na maombi ya waajiri. Walisema kwamba wanaomba uongozi wa Wizara ya Kazi uliopo sasa uendelee kuwepo ili waweze kumalizia yale ambayo wameyaanza. Ninachoweza kusema ni kwamba wataendelea kuwepo mpaka wakati wa uchaguzi. Baada ya uchaguzi huko tena tutaangalia mambo yatakavyokuwa. Lakini sina shaka kama wanafanya kazi nzuri, tunasema mcheza kwao hutunzwa. Kwa hivyo kama wanafanya kazi vizuri na nyie mmeridhika, tutalizingatia hilo ombi lenu. Ombi jingine ni kwamba wao waajiri wapewe nafasi kwenye baraza la wawakilishi. Kama nimeelewa sawa sawa, hili ndio alilokusudia, kwamba basi kuwe kuna uwakilishi wa waajiri katika baraza la wawakilishi. Nalo tumelipokea.
sitaki kulitolea kauli sasa hivi. Tutalifanyia kazi tuone uwezekano wake, kwa sababu vyama hivi viko vingi. Kuna waajiri, kuna wafanyakazi, kuna vyama kadha wa kadha. Tutaangalia utaratibu mzuri wa kuwashirikisha kwa umoja wenu. Kwa upande wa ZATUK, wao wameomba nyongeza ya mishahara, na wanasema kwamba yale yaliyofanyika nyuma yalikuwa marekebisho tu, wala hayakuwa nyongeza ya mishahara. Tunachoweza kusema kama serikali ni kwamba kila mwaka tunao utaratibu wa nyongeza kupitia bajeti yetu. Mwaka huu wa 2025 tutaangalia katika bajeti yetu kwa kiasi gani tunaweza kuboresha maslahi ya wafanyakazi kupitia mishahara. Hivyo naomba mtuamini kwamba lengo na dhamira yetu ni njema, na tutaangalia. Na haya kwa nini ninayasema kwamba hii kauli haiji sasa? Ni kwa sababu tunakabiliwa na uchaguzi, na sote tunatambua gharama kubwa za uchaguzi, na ndio maana nimewapa kazi Wizara ya Fedha wanipe hesabu kiasi gani tutaweza kuongeza katika maslahi na katika upande wa mishahara, na kiasi gani tutaweza kuweka kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi. Nitakapokuwa nimeshapata hesabu hizo, mimi nitakuwa wa kwanza kukuelezeni, ndugu wafanyakazi, jinsi gani tutavyoweza kuongeza mishahara katika kipindi hiki kinachokuja. Kwa hivyo naomba mpokee ahadi yangu hiyo, na vile vile kama tulivyosema kwenye kauli mbiu yetu, tunakwenda kwenye uchaguzi, tufanye uchaguzi kwa amani. Hakuna jambo la msingi kuliko yote. Haya yote tunayoyazungumzia hapa yanahitaji nchi yetu iendelee kudumu katika amani. Tukipata amani, mimi sina shaka kwamba maslahi ya wafanyakazi yataongezeka, kwa sababu nchi yetu kwa kweli uchumi wetu unakuwa kwa kasi. Mwaka uliopita uchumi wa Zanzibar ulikuwa kwa 7.4. Ni record, haijawahi kutokea. Na kwa kweli katika eneo lote hili la Afrika Mashariki hakuna nchi inakuwa kwa kiwango hicho zaidi yetu sisi Zanzibar. Wote wako chini yetu. Maana yake ni kwamba tukikuza uchumi tutaongeza maslahi ya wale wanaokuza uchumi huo. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.